Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Tupate tafsiri kidogo tu ya hotuba iliyotolewa. Kubwa lililozungumzwa katika hotuba ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaendelea na toa. Yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemwafikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani akarudi katika toa ya Allah tabaraka wa taala, basi toa hiyo aendelee nayo, na hii ndio umeafikiwa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah akikuafikisha anakuendeleza katika toa, na Allah asipokuafikisha anakuendeleza katika maasi. Allah tabaraka wa taala atulinde na hali hiyo. Lakini vile vile Sheikh anasema watu wanatakiwa wasuluhishane baina yao kwa wao. Wale waliokuwa na magomvi, ndugu, jamaa, marafiki, majirani ambao walikuwa hawaelewani, basi ni wakati sasa wa kutoa na kuziondoa tofauti zao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema magomvi na kutokuelewana ni kinyozi. Huyo ni kinyozi na hanyoi nywele, lakini ananyoa dini. Watu ambao hawapatani na kuelewana, hao wameikata dini yao na kuinyoa. Kwa hiyo tujitahadhari sana na jambo kama hilo. Kwa hiyo tupatanishe, na wale ambao walikuwa hawapatani Allah tabaraka wa taala awafikishe waweze kupatana. Vile vile katika hutuba ya Sheikh leo amegusia vile vile jambo muhimu la watu kutokukata ibada. Wale wote ambao katika mwezi wa Ramadhani tumeenda vizuri na ibada, swala 5 hazitupiti, tumetoa sadaka na mambo mengine ya kheri, basi haya tuendelee nayo, kwa sababu tumejifunza katika mwezi wa Ramadhani, basi tuyabebe ili tuyatumie nje ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kuyaacha ni sawasawa na mtu ambaye hakupata mafunzo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ya safari ilikuwa nzuri, fupi, lakini imeisha haraka. Lakini lililokuwa zuri na kubwa ni mtu kuhakikisha kwamba anatekeleza wajibu ambao Allah tabaraka wa taala amemwekea mabegani. Ule wajibu ambao Allah amekuwekea mabegani, basi uhakikishe umeubeba na uhakikishe kwamba umeutekeleza, na wala usije ukauacha. Haya ni katika mambo muhimu sana ambayo shekhe wetu ametusisitiza katika hutuba ya leo. Lakini kasema leo ni siku ya Idi, ni siku ya kufurahi, ni siku ya watu kukaribishana, ni siku ya watu kupongezana, ni siku ya watu kutembeleana na mambo kama haya yaliyokuwa mazuri, lakini tujiepushe sana na haramu. Hakuna kufurahi kwa kutekeleza haramu. Hakuna kufurahi kwa kuchupa mipaka ambayo ametuwekea Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuna wajibu wa kufurahi, lakini vile vile tuna wajibu wa kuchunga mipaka ya kisheria. Tusivuke mipaka. Kila mmoja amchunge mwanawe na familia yake na kila anayemzunguka, kuhakikisha kwamba anafurahi ndani ya mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haya ndio niliyoyanasa katika hutuba ya shekhe wetu leo, na mwisho kabisa ametuombea dua na kuombea dua nchi yetu na kumuombea dua rais wetu mpendwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
aturudishe majumbani kwa salama na amani, na atufanye tusherekee Idi kwa salama na amani. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.